Wapinga Kristo walikuwepo tokea Kristo akiwepo, tokea kanisa la awali. Waliwaonga watu waseme kwamba Yesu Kristo hajafufuka, wapoteze ushahidi. Waliwakataza watu wasubiri kwamba Yesu Kristo amefanyaje, amekufa akafufuka. Kilichomuua Stephen kwa kupigwa na mawe ni kwa sababu aliwaambia nyinyi Wayahudi, kwani maandiko yenu si yameshatabiri kwamba atakuja Masihi, atapigwa siku ya tatu atafufuka? Wakamwambia aha, wewe utuelewe. Wakampiga mawe, wakamuua. Mpaka hivi leo kule watu ambao wanapoenda kuhiji Israeli hawaamini kwamba Masihi ameshakuja tayari. Cha kwanza, hawamkiri huyo Yesu Kristo, wewe unamkiri na mimi. Cha pili, 98.9% Israeli hawaamini Yesu Kristo. Na watu wengi wasichokielewa, Israeli sasa hivi ni ya kisiasa, sio ile Israeli ya makabila 12 ya uzao wa Yakobo, ile iliyotawanyika, sio hiyo. Hii imerudishwa, hii imeundwa mwaka 1948. Kwa hiyo sehemu nyingi ambazo wanasema ilikuwa hivi, wameweka kumbukumbu kwa ajili ya uchumi na siasa za kidunia. Unaposema naenda Israeli kwa sababu ni ardhi takatifu, wenzako wanaitukana, wanamtukana huyu Yesu Kristo ambaye ni mtakatifu, hawamwamini. Ndio maana Yesu akamwambia mwanamke Msamaria kwenye Yohana sura ya 4, akamwambia nyie mnamwabudu Mungu msiyemjua, nyie wa Samaria na wengine. Akasema saa inakuja ambapo waabudu halisi hata maabudu katika milima ile wala katika kule Yerusalemu. Wengi wao wanafikiri Yerusalemu ndio mji mtakatifu, mji wa Bwana. Akasema hiyo saa itakapofika ni saa ya yeye kufa na kufuka kwake. Atawatafuta watu, Roho Mungu atawatafuta watu watakao maabudu katika nini? Roho na kweli. Mungu aabudiwi sehemu. Mungu anaabudiwa ndani ya nini? Ndani ya moyo wako. Nisikize vizuri. Mathayo sura ya 27 mstari wa 51, saa 9 alasiri Masihi Bwana wetu Yesu Kristo anautoa uhai wake mwenyewe. Biblia inasema pazia la hekalu likafanyaje? Likachanika kati kwa kati. Pazia la hekalu lilikuwa linamaanisha nini? Pazia la hekalu lilikuwa linamaanisha kwamba haruhusiwi kuingia yoyote yule ndani kule patakatifu pa patakatifu isipokuwa ni kuhani mkuu. Ilipochanika ikamaanisha hivi, kuanzia Yesu alipokufa, alipotoa uhai wake, hatutamkaribia Baba, hatutamsikia Baba kupitia makuhani mbele yetu. Kila atakayeamini atapata njia iko wazi ya kumkaribia Baba. Na Yesu Kristo akafanya kuwa ni kuhani mkuu na akatufanya sisi kuwa makuhani. Kwa hiyo kila mmoja anayo njia ya kumkaribia Baba. Amesema kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 13, mahusiano yetu sisi tulikuwa mbali na Mungu yamerejeshwa. Kwa nini? Kwa damu ya Yesu Kristo, uhai aliotoa. Mstari wa 18 anasema katika yeye sisi sote tunayo njia ya kumkaribia Baba kwa Roho mmoja. Anaweza kutupeleka mbinguni ni Yesu Kristo peke yake. Narudia kusema tena, mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu, tupo mbele yenu kulingana na Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28. Tupo mbele yenu kama tumepewa dhamana na Roho Mtakatifu kuziangalia, kuovasia, kuziangalia nafsi za watu, kuzichunga, kuziongoza, kuzifundisha, kuzionya, kuzikaripia. Ndio dhamana yetu hii. Lakini hatuwezi kushikilia nafsi zenu. Mwenye kushikilia nafsi zetu ni damu ya Kristo iliyotununua. Hiyo ndio ina uhalali. Yule aliyetununua ndio ana halali ya kutumiliki. Ni sawa na wewe umenunua jambo, kitu fulani, bidhaa fulani. Una uhalali unayo kwa sababu umeinunua kwa fedha yako. Kristo alitununua kwa damu yake mwenyewe. Anatumiliki. Hakuna lolote lile linapaswa kumwesha mkono wake, kugusa afya, kugusa uzao, watoto, kugusa uchumi, kugusa mafanikio au kuinuliwa kwetu. Ni Kristo Yesu pekee. Yeye aliye msemaji wa mwisho. Yeye akisema ndio, hakuna mwanadamu atakayefanyaje? Atakayepinga.
Warumi sura ya 5 mstari wa 9 anasema damu ya Yesu Kristo imetuhesabia haki, imeondoa hatia zetu kwa njia ya imani. Warumi sura ya 8 mstari wa 34, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, Waebrania 7:25 inasema Yesu Kristo ni mwombezi wetu. Yeye ni wakili, ni mtetezi, ni kiunganishi chetu sisi na Baba, ni mwombezi wetu. Yeye ndio anayetuombea kwa kuugua Roho wa Kristo mbele za Mungu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 anasema na tukamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ile neno la ushuhuda. Tulimshinda nani? Shetani ibilisi. Lini tulimshinda? Miaka 2000 iliyopita. Shetani ibilisi atumshindi leo. Unapaswa uelewe na uamini na ukiri. Alishashindwa kabla hata hajapigana. Anachofanya sasa hivi, maandiko, Biblia inatuambia shetani ni muongo. Kazi yake ni kufanyaje? Ni kuzunguka zunguka. Yuko kwa ajili ya kuwatia watu hofu, kuwatia watu uoga, ila hana nguvu. Anajua kwamba mamlaka ashanyang'anywa. Anajua kwamba yoyote anamwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu, anayo mamlaka. Anajua shetani, ila anataka wewe usijue ili aweze kukuonea. Anavizia ili apate mtu wa kufanyaje? Kumbeza. Biblia inasema shetani ibilisi ni mshtaki, yupo kwa ajili ya kutushtaki. Anatutengenezea mazingira ya hatia ndani ya mioyo yetu ili tujihisi kwamba tujifeel guilty ndani yetu, tujihisi kwamba tustahili mbele za Mungu. Yesu Kristo alishakusamehe. Hata kama ulikuwa muuaji kama Sauli, hata kama ulitoa mimba nyingi kiasi gani, hata kama uliroga watu, hata kama ulishaua, akishakusamehe. Hata kama ulikuwa mwasherati, mzinzi kiasi gani, akishakusamehe, ukifanya toba ya dhati. Nikasema toba sio maombi, sio Bwana Yesu naomba unisamehe kila siku, Bwana Yesu naomba unisamehe, Bwana Yesu naomba unisamehe. Toba maana yake, amesisitiza mtumishi Caleb hapa, ni kuamua kugeuka, kuiacha njia ya uovu na kuamua kuongozwa na Mungu. Neno la Mungu liyo ndio njia zetu. Tuongozwe na njia ya Kristo. Tuikimbie dhambi, tukimbie uovu, tukimbie uharibifu. Mgeuke jirani yako.